Miongoni mwa taasisi iliyonufaika na mradi wa vijana at work inayojulikana kama ASEDEVA Tanzania imefanya onyesho la jukwaani likihusisha zaidi jinsia K, yani wanawake. Aidha, kupitia ufunguzi wa onyesho hilo la jukwaani, Midundo Online Media ilipata nafasi ya kuzungumza na mmoja wa washiriki jinsia K, naye alieleza namna ya umuhimu wa majukwaa ya sanaa yanayoleta mabadiliko mbalimbali kwenye jamii. Kwa majina naitwa Irene Semistocles, mimi ni msanii wa sanaa za jukwaani na vile pia ni msanii ambaye ninashiriki kwenye mradi wa jinsia K ambao pia upo ndani ya mradi wa vijana at work, na kama msanii kwenye huu mradi wa jinsia K nimetumia sanaa yangu ili kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii yangu. Kama tunavyojua, sanaa ni njia ambayo ni nyepesi kwa kuleta mabadiliko chanya na vile pia kufikisha ujumbe kwa hadhira hama jamii. Na ukiangalia ASEDEVA ndio hicho kitu ambacho tunatumia ili kuleta ujumbe na vile pia kuleta mabadiliko. Na kwenye jinsia K ni mradi ambao tumehusishwa wanawake na wanaume, ni wasanii tofauti lakini ni jinsia mbili, na tunaongelea masuala ya jinsia na haki sawa. Na vile huu mradi umetuchukua takriban wiki 3 ili kufanya ambacho tumekifanya leo, presentation, kuita wadau na wananchi ili tuweze kuwaonyesha na waweze kutupa ujumbe kwa kila ambacho tutaenda kukionyesha hizo siku za baadaye. Na huu mradi umekuwa mradi mzuri sana hapa ASEDEVA. Kama msanii wa ASEDEVA umekuwa ukijumuisha namna gani wasanii tulivyokuwa tunashirikiana kwenye kuweza kutengeneza hili performance, kama kupitia usawa wa kijinsia tumeanza kufanya sisi wenyewe na research vile mtaani ili kuweza kutengeneza onyesho ambao watu wameweza kuliona leo. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wanawake tujitokeze kwenye namna ya kuonesha sanaa zetu na vile pia kwenye kushiriki kwenye majukwaa tofauti ambayo yanaeleza sanaa ama yanatoa sanaa vile yanatoa ujumbe kupitia sanaa. Sanaa ya majukwaa ni moja ya nyenzo zinazotumika kuleta maendeleo ya kiuchumi kupitia uwezeshwaji na miradi tofauti. Ndio maana tunasema sanaa ya jukwaani huleta mabadiliko. Onyesho hili ninavyoona litakuwa msaada mkubwa na matokeo makubwa sana kwa jamii yetu, kwa sababu vitu hivi vipo kila siku vinaishi, mambo ya unyanyasaji wa kijinsia na kuweka level sawa kwa kila mtu, kwa wanaume na wanawake. So mimi naona pia itakuwa ni sehemu nzuri sana watu kupata elimu hiyo husika ambayo tumeikosa na imeishi miaka mingi sana toka tulipotoka kama babu zetu, mabibi zetu ipo. Kwa hiyo mimi nasema onyesho hili litasaidia sana na kiwango kikubwa na vile walivyochagua sehemu za kufanya ni katika jamii zetu uswahilini huku na vijijini. Kwa hiyo nadhani ujumbe utafika katika sehemu sahihi sana kupitia sanaa hii ya ngoma na maigizo na music kiujumla, na kupata ujumbe ambao sahihi kupitia music. Miongoni mwa wawakilishi kutoka kwenye taasisi mbalimbali za sanaa walipata nafasi kutoa maoni yao kuhusiana na maendeleo ya miradi hiyo. Kuna dance moja ilifanyika hapa, iko dry kwa mbibo t kama naikumbuka ile. Sasa ile ndio angalia music kazi yake, lakini ingekuwa systematic, yani imetoka imedraw toka kule alafu inakuja pale na bandokini wewe unapiga ngoma pale, nadhani ufanyage kitu pale, yani pale ile dance inaweza kuwa unique na ikawa ipo yani imehit. Ni kitu kidogo sana lakini kipo hivi. Hata hivyo, taasisi ya ASEDEVA Tanzania imeweka bayana kuhusu uendeshaji wa mradi endelevu ambao utahusisha maonyesho 30 yatakayofanyika kwenye maeneo 65 katika ukanda mmoja. Sisi ya ASEDEVA mradi huu tunauita jinsia K, lakini uko chini ya mwamvuli wa mradi unaoitwa vijana at work. Huo mwamvuli una mradi mingi tofauti unaendelea, na mradi mmoja hapo ndio jinsia K, lakini kuna mradi mingine inaendelea Mwanza, kuna miradi mingine inaendelea maeneo tofauti hapa nchini Tanzania. Kuna taasisi 10 ambazo zimepata ufadhili huo. Kwa hiyo sisi tutafanya maonyesho 30 katika jamii na tunazingatia zaidi katika jamii ya wilaya Kinondoni. Na kwa maana wilaya hii nao ni kubwa, kwa hiyo maonyesho yatakuwepo hapo of course katika maeneo yetu ya karibu kama 3 au 4, lakini tutaenda sehemu tofauti na tayari tumeshapata maeneo 25 ya kufanya maonyesho ambayo yashakuwa confirmed. Yakishafikia 30 tutafanya matangazo, ina maana tutaalika watu pia ambao wanapenda kuja ku experience hayo maonyesho katika jamii na kuyaona yanaendaje.